au wana wa Mungu katika taifa la Tanzania. Watu wa Mungu kweli kweli, wacha Mungu, watu wa haki, waaminifu, waadilifu. Na passage nilionayo ni Ezekiel 37 mstari wa kwanza hadi wa 14. Kabla sijasoma sasa mstari moja moja na kuanza kuweka point moja moja, ninataka nikupe summary au nikupe ufupisho wa habari nzima kwanza. Ukisoma Ezekiel 37 mstari wa kwanza hadi wa 14, kwa mjibu wa neno la Bwana ni kwamba Ezekiel alikuwa kwake. Labda sijui alikuwa anaomba, amekaa na tafakari, ghafla Bwana akamchukua katika roho ya Mungu. Akampeleka kwenye bonde kubwa la mifupa mikavu. Na hilo lilikuwa ni bonde lenye mifupa mikavu sana. Kwa ni mifupa mikavu sana. Sio tu kwamba ni bonde la mifupa, unajua hata ikiwa ni bonde la mifupa, lakini warau ina nyama zimeanza kuoza, zinaozea kwenye mfupa, kuna unafuu fulani au bado kuna ubichi fulani, lakini inaonekana mifupa ilikuwa mikavu. Na sio tu mikavu, anasema ilikuwa mikavu sana, yani ni beyond repair. Kwa hiyo lugha yote anajaribu kutumia hapo ni kwamba hakuna uwezekano wa kibinadamu wa kufanya nini, wa kubadilisha chochote. Hakuna uwezekano wa kibinadamu wa kugeuza lolote. Kama ambavyo tumekaa miaka na miaka, kanisa la Yesu katika taifa hili limefariki. Linaendelea na misa na ibada tu. Halina mguso kwenye taifa. Tunachojitahidi kikubwa ni mwenye dhambi mmoja ameokoka sokoni, kwenye ushuhudiaji wa nyumba kwa nyumba, na vitu vinaharibika kwenye nchi na sisi tupo. Uwezo wa kanisa ni chumvi ya dunia, sio hata chumvi ya nchi. Kanisa lina uwezo wa kuiamuru dunia ielekee upande fulani, kwa sababu sisi ni chumvi ya dunia. Kanisa revo yake ya kiuwezo aliyoiacha Yesu ni nuru ya ulimwengu, sio nuru ya taifa. Sasa cha ajabu, sisi hata taifa limetushinda. Kama kanisa, taifa limetushinda. Rushwa inatolewa hadi na wachungaji na maaskofu. Nilisema mifano hayo, unakwenda kusajili wizara ya mambo ya ndani, unaulizwa rushwa. Mchungaji unataka kusajili kanisa litakalo toa watu dhambini, wewe unaanza na dhambi kulipata. Sio, umenielewa? Unakwenda sehemu kuna mgogoro, unachukua hela unampoza mpimaji. Alafu unatarajia Mungu atembee kwenye hilo taifa ambalo hadi wachungaji ni wezi, maaskofu, mitume, manabii. Wale ambao wangekemea dhambi ndo watenda dhambi. Dhambi pekee ambayo inakemewa kwa nguvu kwenye kanisa ni uzinzi tu. Hasa ya waliokoka. Dhambi pekee ni uzinzi, kwamba fulani ameanguka akae benchi la nyuma. Tumemtenga, atakuwa aimbi kwaya. Atakuwa kuanzia leo kazi zote aache. Ila wakati huo kuna wasengenyaji. Kuna wezi wa hela za umma wako umo kanisani. Wezi wa hela za umma ambao hela inatoka ya kujenga barabara bilioni 10, anatumia 8, 2 wanakula. Na mrokore alikuwemo umo. Ila yeye atengwi. Anatengwa kaka mmoja ambaye alizini na binti. Wengine wanafukuza kabisa ili kanisa lisibaki na uchafu. Tumemfukuza kanisani kwa sababu ya dhambi ya uzinzi, hatumtaki asionekane. Anayefukuza yeye amepata uaskofu kwa kuwaonga wapiga kura. Yaani unaweza ukaelewa, askofu amekuwa askofu kwa kuwaonga wapiga kura. Atasema tume ya uchaguzi inapaswa igeuke. Ataanzia wapi wakati yeye wenyewe uchaguzi uliomweka wa wizi? Mwizi atakemea wizi. Sasa hilo kanisa la wezi limeishia mwaka huu. Mimi niamini, mimi nikisema kitu wewe unajua nina data. Yani huko nilikotoka kwa Jehova nimeshachungulia. Yani mimi ni mtu. Kuna ubinadamu ninao, ugali na upenda. Kwanza bado kijana mdogo. Ila ukiniona naongea ni kwa sababu yeye aliyenituma amenihakikishia kwamba nitakuwepo. Kwa hiyo sina wasiwasi. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, nina uhakika nitakayoyasema lazima yatokee. Kwa hiyo hata mtu akikasirika, hata akinuna, hata akinichomea, kuna huyu bwana mshtakini, muiteni polisi kidogo tuminye. Wewe fanya unavyofanya. Ukinifanyia upumbavu wa hivyo, mwaka huu vuki. Mimi nakwambia sasa,
Kwa sababu haushindani na mimi, unashindana na Mungu mzima. Ukiona mtu ambaye alikuwa amekaa zake tu, halafu ghafla anatokea, kama Biblia inasema alitokea wakati huo alitokea Yohana katika nyika ya Uyahudi. Alikuwepo ila miaka yote yuko zake tu. Muda ukifika wa mtu ambaye ana ujumbe wa Mungu, wewe angalia kama anachokisema ni uongo, hilo ndilo la kwanza. Kama anachosema ni uongo, kamata. Kama anachokisema sio kweli, kamata. Kama anachokisema sio sahihi, kamata. Ila kama anachokisema ni sahihi kinakera, jirekebisha. Ndivyo walivyokuwa wanafanya watu wakienda kwa Yohana Mbatizaji. Anasema sisi ni askari, tufanye nini? Tumesikia injili yako, tufanye nini? Yohana anawaambia cha kwanza, toshekeni na mishahara. Inaonekana issue ya mishahara kwa askari imekuwa changamoto tangu miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Ni Biblia. Mtu yote asije akasema toa maelezo zaidi, nitakusomea Biblia. Kwa tusinioje. Luka 3 kuanzia mstari wa 10. Kwa hiyo inaonekana askari wao wanasauriwa, ingawa wao ndo wanaolinda wenye hela. Ila ninaamini kitu kimoja cha ajabu sana, ya kwamba kwenye Tanzania inayokuja askari watakuwa na maisha mazuri sana. Mimi naweza nikakuhakikishia, nimeshaona kule kwenye makabrasha ya Mungu, askari watakuwa na maisha mazuri kwa sababu ni watu wanaohatarisha uhai wao. Kwa hiyo lazima maisha yawe mazuri. Mtu analala nje anafanya doria ili nyie mlale ndani vizuri, halafu alipwe kama kuku. Analinda mabilionea, analinda wenye sauti na mamlaka, halafu yeye awe na maisha mabaya. Haiwezekani. Hilo tatizo litarekebishwa kabisa. Kwa hiyo askari, ninao unabii kwenu. Bwana ameniambia Tanzania mpya ikija, askari mishahara itapanda. Na hili naomba mnipime nalo kwamba huyu mtu ni wa Mungu au si wa Mungu. Ikipanda mishahara, naomba zaka tugawane askari wote. Usinisahau useme kuna nabii alitabiri kwamba kuanzia mwaka kesho 2026 mishahara yetu itapanda. Ikipanda tena ya askari polisi kwanza na magereza, ninyi itapanda ikiwa ya kwanza. Niamini mimi nikisema kitu nimeona. Juzi nilikuwa naongelea issue ya kamari kanisani, nikatoa mfano nikasema kuna watu wameriwa hela za Barcelona jana na leo watariwa za Arsenal. Watu wakafikiri naftania. Hapa ninaogopa kutabiri mpira kanisani yani. Ila maana yake kwa kusema hivyo Arsenal wanafungwa na amefungwa, nilikuwa najua. Ila ningeweza kusema atafungwa 2-1, nafahamu kabisa. Lakini kusema hivyo anasema siku hizi sio mtumishi wa Mungu anatabirije mpira kanisani. Kwa nini nawaepuka wa hivyo? Lakini maisha yote unayaona haya ni marudio. Wewe tu ndo uoni, unazidiwa hata na mchawi. Mchawi mmoja alifuatwa na Sauli. Anaitwa mchawi wa Endori. Mwanamke mchawi wa Endori. Akafuatwa akaulizwa na Sauli, niangalizie utawala wangu, utakuaje? Hivi kuna amani, kuna matatizo? Mchawi akamwambia hivi, akamwambia naomba nipandishie roho ya marehemu Samuel. Enzizo watu hata wa Mungu walikuwa akifanaenda kuzimu. Kulikuwa kumetenganishwa tu upande huu na huu kuna shimo tu, ila wako kuzimu wote. Kwa hiyo unaweza ukawa access. Waliama kutoka kuzimu. Yesu alipokufa, makaburi ya watakatifu yakafunuka, wakaonekana wakielekea paradiso. Ndio maandiko yanavyosema. Kwa hiyo kabla ya hapo walikuwa wanaishi huko. Kwa hiyo kama ni mchawi una teknolojia, unaweza ukaaccess mambo ya kuzimu. Kwa hiyo unaweza ukapandisha hata roho ya mtu. Au unaosikia mzimu wa babu umeongea, ni walioko kuzimu. Hakuna wa mbinguni atakaye kuja kusema kwenye mwili wa mtu. Huyu ni ambaye hajaenda mbinguni. Babu ametokea anasema makaburi yake yameacha, huyo babu amekwenda motoni. Mama anasema siku hizi hamna umoja, huyo mama yuko mbinguni, yuko kuzimu. Kwa hiyo sasa ikapandishwa roho ya nani? Roho ya Samuel. Ilipopandishwa, Samueli akasema yajayo. Mtu yuko kuzimu lakini anaweza akaona taarifa za yaliyokwisha kuwepo. Kwa sababu tangu akiwa duniani hajafa, alikuwa anajua mwisho wa Sauli. Asingekuwa anajua mwisho wa Sauli, angesema asingekubali kumsikiliza Mungu na kuchukua mafuta kwenda kumpaka Daudi. Kwa hiyo mpaka anakubali, Mungu anamwambia utamlilia lini Sauli, mpaka alimuuliza Mungu, sasa kama sio yeye nini kitampata?
Mungu akamwambia siku fulani, tarehe fulani atakufa. Bahati mbaya akatangulia yeye. Kwa hiyo huyu amekwenda kuulizia, Sauli akamwambia, Sauli amekwenda kama leo, kumbe kesho ndo tarehe yake ya kufa, na Samueli alikufa bila kuitangaza. Akamwambia leo hii, leo ni tarehe fulani, kesho wewe na mwanao Jonathan mtakuwa na mimi kuzimu. Kesho mtakuwa mmekufa mmejiunga na mimi huko. Ni ajabu kwamba hadi waliokufa wanafahamu mambo yajayo, na kuna mtu ananena kwa lugha anashangaa ukisema ambaye hajaja na yakawa. Nakwambia sio kila anayetoa unabii ni nabii wa Mungu. Naonaga comment za watu kule YouTube. Sio kila anayetabiri ni wa Mungu. Naambia ni kweli, wala hujadanganya, lakini usiangalie rekodi, angalia video zingine zobaki 2300. Kuna video 2300 za unabii ni kama 5 au 6 tu. Angalia zilizobaki kama ni zote nilikuwa natabiri. Angalia nilikuwa nafundisha nini. Ndio utakapojua kwamba roho iliyoko nyuma yake ni roho ya Mungu au ni uganga. Sasa mganga kupitia roho ya utambuzi, kwa sababu anapoongea pia anajisikia kama ambavyo ukinena kwa lugha unajisikia, unajua kabisa hili neno mbona nilosema lingine mbona linaweza likali kibinadamu hata ni tusi. Nakwambia sasa unaweza kunena kwa lugha neno likatoka, Mungu wangu, ukatamani uache kwa sababu kwa mjibu wa ufahamu wako ile neno ni tusi. Lakini Biblia inasema unaponena kwa lugha akili yako haina matunda, ila roho anaendelea kunena ndani. Ndio maana ukitaka kuyaelewa mambo ya roho kwa akili hauwezi. Sasa mganga anapokuwa anaongea kwamba Sauli kesho utakuwa hapa kupitia roho aliyoipandisha ya nani? Ya Samueli. Na yeye anasikia. Kwa maana hata mganga anajua kesho Sauli hayupo. Kesho akienda vitani Sauli anakufa. Acha nikushangaze kidogo. Sauli akasikia hilo honyo. Ningekuwa mimi kesho siendi vitani. Hilo ni ya kuanzia. Siendi vitani. Si umeshaambiwa. Nafikiri akumwamini mganga. Kwa hiyo akasema hamna, kwa namna jeshi tulivyolipanga, alafu adui ni wachache, hawawezi kutushinda. Kwa hiyo akaenda akiwa na Jonathan, wakafa. Ila kuna mtu mmoja ni mjanja, msaidizi wa Sauli, kamanda wa Sauli mmoja anaitwa Abineri, alikuwepo kwenye hicho kikao. Abineri ni mjanja, akwenda. Nafikiri alisema najisikia vibaya, tumbo limeamka la kuara, akwenda yeye Abineri. Kwa Abineri akufa. Amekuja kufa kwenye utawala wa Daudi. Daudi anamlia, anasema Abneri, umekufaje kama wapumbavu? Mbona wewe ni mjanja unajiweka kutoroka kifo? Kwa Sauli ulitoroka. Hapo umekufaje? Unajua kusikia Daudi anamlia Abneri, Abneri. Umekufaje kibwege hivi? Wewe mbona ni mtu smart? Kwa ile ya Sauli ulitoroka. Hii imekushindaje? Daudi anamlia Abneri. Kwa hiyo Abneri alitoroka kwa sababu alisikia, akagoma kesho kwenda yeye, akatafuta sababu, yana najisikia vibaya, yana natapika, mwili hauna nguvu. Wakaenda wao, wakafa kweli. Sasa nikupe siri, waganga wote wa Tanzania ukiwauliza sasa hivi wote wanaongea Tanzania mpya. Nakwambia. Kwa hiyo kila mwanasiasa mwenye kutegemea mganga anajua nini kinakwenda kutokea, sio manabii tena tu. Nikupe siri sasa. Yaani rohoni kumesha wimbo ni mmoja. Hata mganga yeyote, achana na wale matapeli ambao anakuambia na kusafisha nyota, kurudisha mvuto. Hao ni wezi. Ukiona hivyo kurudisha mvuto, sijui pesa za majini, huyo sio mganga. Waganga wako kule porini, kule Pangani kule. Unavuka mto, unamkuta mganga kichakani lakini amejaza watu. Huyo ni mganga. Ukifika anakuambia usiongee, mimi mwenyewe nakwambia. Usiniongeleshe mjukuu wangu, tulia. Anaanza yeye kudownload. Hao ni waganga sasa. Hao wa hivyo sasa ndo waganga wa watu wenye pesa na wenye majina. Kwa hiyo ukiwauliza watu wengi wanasiri, wanafahamu ukweli. Akiona kama hivi nabii wa Mungu naye kakamata mawimbi, yule mwenye hofu ya Mungu anakuwa anasema hii ni kweli, inatokea, itatokea. Kwa sababu mganga wangu aliniambia hivi. Mimi nimeshangaa. Wakati wa msimu ndo nimeona watu wengi wa serikali, wabunge wengi wameniforo. Wakati nikagundua hawa wanajua alishakwenda kwa waganga wakaambiwa hawa amna, kwa namna walivyo na dharau na kanisa hawezi kuniforo.
ila wanafollow kwa sababu wanajua ninachosema huyu ndugu ni chenyewe, na sisi waganga wamesema hicho. Sasa kinachouma sasa, wakati huo kuna mchungaji hata ndoto moja hajaota. Alafu anawaambia watu wangu, msiwe na wasiwasi, Mungu atatuinua hapa. Usiondoke, usiwe na haraka ya kuondoka. Usiniame. Tulia hapa, kuna siku Mungu atatutembelea. Hata ndoto tu. Achana na maono, achana na sauti, achana na picha za waziwazi. Hata ndoto tu, hata kandoto kamoja basi. Yani manake wewe hali yako ya kiroho ni mbaya mpaka mbaya mwenyewe anasema huyu sitaki kuhusishwa naye. Ni mbaya sana. Na niwape siri sasa. Wale watumishi wengi wa Mungu wanaoongea wameshaona. Ndio maana wanaongea. Anajua kabisa uelekeo ni huu. Nisipoenda nao mwaka kesho watu wananichuja. Kwa sababu rohoni iko wazi. Hata wao wanajua. Hata wanaojaribu kuzuia wanajua. Anyway, sasa ninajaribu kuzungumza namna gani tunalifufua kanisa. Tutoke kwenye huu usingizi na kwenye kifo cha kiroho, ili kanisa litake over. Kanisa likae mahali pake kama ilivyokuwa enzi za Biblia. Turudi hapa. Kwa hiyo kanisa, Ezekiel 37, kanisa la wakati huo lilikuwa limekufa. Kwa nini aliita kanisa? Ni kwa sababu lilikuwa ni jeshi la Mungu. Ukisoma pale mwisho mstari wa 18 anasema wakainuka watu wengi, jeshi kubwa. Mungu akasema nenda kawaambie watu wangu. Sasa hilo ndio neno la Bwana. Nenda kawaambie watu wangu, nitaikusanya mifupa yao. Nitaweka nyama juu yao. Nitaweka ngozi juu yao. Nitaweka pumzi yangu ndani yao. Nao watakuwa jeshi kubwa. Kwa maana yake wanaoongelewa ni watu wake, nyumba ya Israeli. Nyumba ya Israeli, agano jipya, agano la kale, agano jipya ni kanisa. Kwa hiyo Mungu anaweza akaliamsha kanisa lilokufa. Kanisa lilikuwa limekufa kiasi kwamba miaka kama hii ya uchaguzi tunakuwa tunavizia kampeni zikianza, tupo tunaangalia, ikaribia Jumapili ijayo ni Jumapili ya uchaguzi, ndo tunajifanya leo mkesha wa kuombea uchaguzi. Yani tumerara mpaka shetani ameshaweka mgombea. Yani viongozi wote labda kuzimu wote ni kuzimu imewaweka. Au robo 3 au 90%. 10 ndo wenye haki, nao tena wanakwenda kushindana huko akiwa hawana nguvu. Ndio sisi tunajifanya sasa tunaombaje unajua? Bwana yule uliyemchagua. Mungu anasema sina hata mmoja. Mnanisingizia ya maombi nitayajibuje? Sina hata mmoja. Bwana yule ambaye ni chaguo lako kutoka milele. Mungu anasema ndugu zangu, ninyi mnakuja kuniuzia kesi ambayo sina namna ya kufanya lolote. Sina hata mmoja. Wanagombea 6 katika hao hamna wangu. Kanisa baada ya chaguzi kuisha linasimama linasema tuombe hekima, tuwaombe hekima. Tuwaombe nini? Mungu anasema hekima yangu itakwendaje? Kwa sababu kiliba kikukuu akiwezi kupokea divai mpya. Nuru, giza haliwezi likapokea nuru kama hakuna mfumo wa nuru. Mungu wewe ukiomba hekima ni nuru, itaingiaje ndani ya mtu ambaye yeye connection yake sio mbingu? Kwa juzi wakati ninaomba nikatoa unabii ule, Mungu aliniambia wazi, yani kama mtu anavyoongea na rafiki yake, akaniambia mwaka huu kanisa ndo limepewa maamuzi ya nini kitokea Tanzania. Yani kabisa, yani hao wengine kupiga kura, kufanya kampeni ni michakato ya kibinadamu ambayo yani ni kama mnashiriki tu, yani ni kama matokeo mtu anayo ya mechi, alafu nyie mnaruka tu uwanjani. Kanisa ndo limepewa nafasi hiyo mwaka huu. Ndio maana nikasema waziwazi, na kuzimu ameshajua. Ndio maana wakaanza kutengeneza ule mkakati ambao nilisema kwenye ule unabii Jumapili, ya kwamba wakuwanyamazisha watumishi wa Mungu na kushambulia makanisa ili kupozesha kanisa lisiweze kuzaa jambo. Lakini haiwezekani kwa sababu limeshafungwa duniani.
na limeshafungwa mbinguni. Deal done. Sasa hili kanisa lilokuwa limekufa tunalifufuaje? Turudi sasa kwenye Ezekieli 37 tulifufue sasa. Mstari wa kwanza anasema Bwana akanipeleka akanionyesha mifupa bonde lilokuwa limejaa mifupa. Nayo mifupa ilikuwa mikavu, tena mikavu sana, beyond repair. Hakuna mwanadamu anaweza akaliamsha hili kanisa. Hakuna mwanadamu anaweza akaamsha watu waliookoka kwenye taifa. Wanaendelea na vitu very passive, vitu vidogo vidogo, vitu minor. Wamesahau jukumu lao la kuwa nuru na chumvi. Basi akaja Roho wa Bwana pale akampeleka, akaona, akaulizwa swali ambalo hata wewe nikikuuliza inaweza likawa gumu. Mwanadamu, acha nikupe siri, mtu akipoteza ukiroho anakuwa mwanadamu. Mtu akiwa na ukiroho anaitwa mwana wa Mungu. Narudia tena, kinachoitwa mwana wa Mungu sio mwili. Kinachoitwa mwana wa Mungu ni ukiroho, spiritual content. Ukiroho, your spirituality, ndo yule wa ndani, ndo mwana wa Mungu. Ndo maana Yesu miaka 30 ya kwanza ambayo akuwa amejaa roho, alikuwa anaitwa mwana wa seremara, sio mwana wa Mungu, kwa sababu cha kumfanya mwana wa Mungu akimo. Kweli kazaliwa, kaumbwa mimba kwa roho, kazaliwa kwa uwezo wa roho, ila yeye kama yeye kakuzwa kwenye mazingira ya wanadamu. Ubinadamu umemeza uungu. Ikabidi Yesu apelekwe ajae roho. Kwa sababu bila kujaa roho atabaki kwa mwana wa seremara mwenye maono makubwa. Mwana wa seremara mwenye ndoto za ajabu za kugeuza dunia. Kwa hiyo sasa, alipokwenda kwa Yohana kubatizwa, wakati anatoka majini huko akiomba, njia moja wapo ya kumleta Roho wa Mungu mahali ni maombi. Ndio maana sisi tumeitisha 64 zile za kuifungua nchi miaka 64. Mwaka huu ni mwaka wa 64 wa Tanganyika tangu imepata uhuru. Kwa siku 64 zilikuwa ni mwaka mmoja mmoja wa tangu nchi ipate uhuru. Hizi 50, unajua kwa nini 50? Roho wa Mungu alishuka baada ya siku 50 tangu Yesu apae. Hakuna namba ambayo imewekwa kiboya boya. Ni wakati wa Roho Mtakatifu kutake over. Roho wa Mungu akishuka, hadi waliokuwa wanafanya biashara zao wanaelekea kanisani kuyaona maajabu. Ndio maana ni 50. We are very strategic and spiritual. Kwa nini? Kwa sababu watu walikuwa wanaendelea na ratiba zao. Siku ya 50 Roho wa Bwana aliposhuka, walikusanyika wengi, walikuwa wengi mno, naamini hata 20,000. Ila katika hao walioielewa injili ni 3,000. Bila mic, bila speaker, bila tangazo. Kwa sababu Roho wa Mungu akija anaweza akakusanya nchi kama mtu mmoja. Anaweza akakusanya miji kama mtu mmoja. This is the season of the Holy Spirit. Amen. Ni majira ya Roho wa Bwana Tanzania. Amen. Kwa hiyo sasa akafika huyu, akakuta hali ni mbaya. Hadi nabii mwenyewe anaitwa mwanadamu. Ukiroho umekufa, ukiroho umeisha. Mtu wa Mungu ambaye alipaswa kuambukiza wengine moto, na yeye amepoa mpaka amekuwa mwanadamu. Mungu anasema mwanadamu? Hii hapa kaniambia mwanadamu. Je, kanisa hili la Tanzania, EAGT, TAG, FPCT, CAG, wanaweza kurudi kwenye ule moto ulioanzaga nao? CAG ile ya maboya ya miujiza, power, watu wana nguvu za Mungu zinaponya kansa, ukimwi unayeyuka. Inaweza kurudi? Ndio, itarudi. EAGT ya miujiza ya Krola yaweza kurudi badala ya kuwa taasisi ya migogoro? Ndio, itarudi. Je, TAG ile ya mzee nani yule baba wa kwanza, mzee Lazaro, mtu wa Roho Mtakatifu, nabii wa Bwana, yaweza kurudi? Ndio, itarudi, na tunamtaka Bwana na nguvu zake. Ndio, na Bwana anakuja. TAG, FPCT iliyotoka Sweden ikatake over kote mpaka Kigoma kote, ile FPCT yaweza kurudi? Ndio, itarudi.
Na itarudije? Watatokea watu dynamic humo kanisani, wasioshika mautaratibu yenu ya kizehezee yaliyochelewesha Mungu, wasio na akili za kizembezembe, watu waliojaa roho. Watu wanamtaka Mungu, hawataki watu. Kwa hiyo watawafuata tu. Utakuwa mtu anahama FPCT iliyopoa, anahamia FPCT yenye moto. Hataki kuacha FPCT wake, anatafuta yenye moto. Kama ambavyo tunaona sasa kwenye makanisa kama KKT, mtu anatoka KKT iliyopoa anahamia Mbezi Beach. Kwa nani yule? Kwa mchungaji nani anaitwa? Nimemsahau. Anaitwa Miso. Au anatoka hapo anahamia kwa Mastai Kimara. Yani aachi the break lakini anataka moto. Aachi the break lakini anataka moto. Watu wanataka moto. Watu hawataki liturujia wala taratibu za ibada. Watu wanataka moto. Njaa ya watu ni moto. Najuaje? Musa alikuwa amekaa tu, amezoea na dini yake. Mchungaji wake ni Yethro kwa sababu alikuwa kuhani. Unataka kuniambia alikuwa mchungi Musa? Ndio maana akimshauri anafanyia kazi. Ila kanisa lao limepoa. Siku moja akiwa anachunga kondoo Musa, moto ukawaka. Alipouona mwanzoni ulikuwa kama ule ambao uko kanisani kwao. Kwa hiyo akaudharau tu, akasema wa kawaida tu, yale tu, kanisani kwetu yapo. Lakini akashangaa ule wa kwao unazimika baada ya ibada, unakuaga wa ibadani alafu baada hapo hamna. Akashangaa saa moja, masaa mawili, masaa matatu, karibu tangu asubuhi mpaka jioni, na kichaka kiko vile vile kijani. Akasema sasa nitageuka niyaone maono haya makubwa. Watu hawageuki kufuata kichaka, watu wanageuka kufuata moto. Ninaiona Tanzania inafuata moto. Ninaliona kanisa linafuata moto. Kila kanisa la Pentecoste, kila kanisa la KCCT, na waona watu wa charismatic wanashika moto. Helako patarabahande la baha. Watu wana shida na moto. Ukiwaka wanaufuata. Kwa hiyo Musa akaanza kusogea sasa. Maana yake ukiniambia, anasema sasa nitageuka ili niyaone maono haya makubwa. Alafu angalia kwamba alikuwa kuna tofauti ya kugeuka kuchukua hatua na kuona tu ukapuuza. Anasema kwa maana kichaka hiki kinawaka, lakini maana yake ile kama ni kuona, alikuwa anaona lakini ni yale tu. Mwaka huu watumishi wa Mungu ambao walikuwa wanachukuliwa kawaida, ghafla watu wataanza kujua kwamba hawa sio wa kuangalia tu YouTube, ni wa kwenda kabisa na kwenda kanisani kwao. Kutakuwa na mavuno, watu wanakuja kanisani bila kusukumwa na mtu. Yaani unashangaa tu mtu anasema Jumapili nimeamua naanza kusali pale na uniambii kitu. Au uinjilisti utakuwa ni mwepesi, uinjilisti wa moto. Evangelism by fire, kama alivyosema Bonke. Evangelism by fire. Hakuna mahali moto umewahi kuja na watu wasije. Naweza nikadhibitisha kwa neno. Matendo ya Mitume sura ya 2, ndimi za moto zilipowakalia vichwani. Huyu ana moto, huyu ana moto, huyu ana moto, yule ana moto, kila mmoja ana moto. Biblia inasema watu walikusanyika penye moto. Ni kama dunia ina baridi. Watu wamejikunyata. Baridi la dhambi, baridi la mauaji, utekaji, baridi la uovu, uharibifu, kukosekana kwa haki. Wakiona moto wanausogelea. Bwana atavuta watu kwenye moto. Watu wana baridi, wanataka makanisa yenye moto. Na uzuri kama kuna moto, uhitaji hata kumwambia mtu huyu mtumishi ana moto, anaona yeye. Watu wana akili, wameumbiwa uwezo wa kujua. Kwa Musa akageuka, akasema sasa nitageuka nikayaone sasa, nahamia hapo kwenye kichaka kabisa. Ndio Mungu akasema naye. Mungu asemi mahali pasipo na moto. Kanisa lisilotunza moto lisahau kusikia sauti ya Mungu. Mungu anaongea na makanisa yenye moto. Turudishe moto makanisani, wachungaji. Turudishe moto walimu wa neno la Mungu. Turudishe moto wa injilisti. Uje uone watu watakavyokuwa wanaokoka kwa machozi huku wanalia. Mimi ni shuhuda, nimehubiri injili za mtaani. Mimi nikiwa mchungaji tayari. Ninahubiri mvua inanyesha. Nilikuwa Buongwa.
Nimealikwa seminar. Mimi sipendi kufanya kazi robo. Yaani mimi ukinialika seminar enzi hizo nikiwa na muda, sasa hivi sina tena. Sasa hivi sialikwi na sitaki mwaliko wa kanisa lolote. Enzi hizo nilikuwa na muda mwingi. Kwa hiyo nilikuwa natafuta Mungu sana. Kwa hiyo ninachokifanya nikialikwa kwako kudumu kwenye kanisa lako, asubuhi nafanya morning glory, mchana na kwenda kuhubiri barabarani. Yaani labda saa 4 mpaka saa 7 au saa 8. Narudi saa 8 hiyo, saa 9 naoga, najiweka vizuri, saa 10 nafanya seminar. Kwa hiyo nafanya mara 3 kwa siku. Yaani nafanya kazi si mchezo. Kama una uwezo wa redio na kuna redio, nafanya na redioni usiku mara 4. A man who works hard, a diligent man. Mtu wa bidii. Kwa siku moja nahubiri pale Buongwa, nimeanza tu kidogo kama robo saa, mvua ilikotoka kujulikani, mvua ikaanza. Nikawaambia watu, tafuteni kitu cha kufunika speaker tu. Kama hakuna, ingizeni speaker kwenye gari, mfungue mlango. Yaani gari mliweke kwa namna ambayo speaker itakuwa inaweza ikatoa sauti. Mimi niache ninyeshewe. Nikaanza kuhubiri. Kumbe tunapohubiri hapo kuna virabu vya pombe za kienyeji na madanguro. Watu wanaishi hapo. Yaani kuna madanguro. Nikaanza kuhubiri. Ninahubiri dakika 10 za kwanza, mvua inanyeshea. Dakika 15, 20 wakaanza kutoka makahaba. Wengine wamesharewa, wengine wako soba, wanakuja kuanguka kwenye miguu yangu wanalia. Sijaita anayetaka kuokoka. Ninawaka tu moto. Mtu mmoja wa Mungu aliwahi kufukuzwa kanisani. Alikuwa ni nani yule alifukuzwa kwenye kanisa lake lenye dini? John Wesley. Alikuwa kwenye makanisa haya yanayoitwa makanisa ya kawaida ya kuzingatia muda. Kama ibada ni masaa 2, mmerudi nyumbani, hakuna kuzisha hata sekunde. Alikuwa humo, ghafla Mungu akampa moto. Na Mungu atawapa watu moto. Watayawasha makanisa moto. Kwa hiyo alikuwa yeye amekamata moto. Ni mshirika tu wa kawaida, sema sasa ana moto. Kwa hiyo ibada ikiisha, enendeni na amani, watu hawaendi nyumbani, wanakwenda kwa John Wesley. Badala ya kwenda kwao, huyu anakuambia ninaumwa, anaweka mkono anapona. Mimi nina shida hii, anaweka mkono anapona. Kwa hiyo ibada ikifungwa hii ya kwanza ya kanisa, inaanza ya John Wesley. Kwa sababu ana moto. Kwa hiyo watu hii ya kwanza ni kama inawachelewesha kupokea miujiza yao. Kwa hiyo kama ni kanisa ndani ya kanisa. Wale wakubwa akasema huu ni ujinga. Hawakujali kwamba Mungu anatenda, warau wamtengenezee mazingira. Ibada hiyo inaisha, alafu anasema itakuwa inaanza ibada ya pili ya uamsho, mtumishi wa Mungu John Wesley atahudumia watu ili warau wamtunze. Wakaanza naye vita. Kwa hiyo wakamfanyia fujo. Wakamfungulia kesi ya kuponya wagonjwa bila kuwa na cheti. Amepractice medicine bila kuwa na license. Akakamatwa. Na kanisa likamfukuza. Akapelekwa ndani kwa akasumbuliwa, baadaye akaachiwa. Alipoachiwa akaenda makaburini. Makaburi ya wazazi wake na watu wengine, makaburi ya wazungu yana standard fulani. Akaenda huko makaburini akawa analia. Mungu, kosa langu ni nini? Kosa langu ni wewe kunipa moto wako. Kosa langu ni nini? Mimi sijawaita, wao wameona moto wamenifuata. Sasa Mungu nini shida? Kwa hiyo akiwa analia, ananena kwa lugha, analia makaburini. Mtu wa kwanza anakuja, yuko huku, wanaitana, tumemwona yuko makaburini. Wanaitana, anakuja kufumbua macho baada ya masaa kama 4 ya maombi, umeshakuwa mkutano wa injili. Miujiza ikaanza kutokea makaburini. Watu wakaacha kwenda kwenye makanisa yaliyopoa, wanakwenda makaburini kwa John Wesley. Watu wakaja kumuoji, nini kinafanya watu waache viti kanisani, waje makaburini kukufuata wewe? Akasema, nimejiwasha moto, watu wanakuja kuangalia ninavyoungua. Nimejiwasha moto, watu wanakuja kuangalia ninavyoungua. Na ni kweli, kichaka kilipowaka kwa bidii bila kuacha, Musa alikuja kuangalia. Kumbe njia rahisi ya makanisa yetu kuleta watu watakaookoka ile ya kweli kweli, na wasio watoza rushwa, wala rushwa, wezi, nini, wakiwa viongozi wao wa kweli, ni lazima makanisa yarudishe moto. Moto usipokuwepo kanisani, tutakuwa na wabunge wala rushwa, wabunge wachawi. Unamuombea wewe, usiku anakwenda kwa mganga. 2 in 1. Alafu akishapata ubunge anakuja kushuhudia, nina sadaka ya shukrani milioni 5 kwa maombi yenu. Kumbe anajua kabisa ni kwa mganga wangu. Kwa mganga amepeleka milioni 100. Kwa sababu ndiye hasa
aliyekuwa anaona, kanisa alioni. Ila hizi zamu za michanganyo, mix bias, zinaishia mwaka huu katika jina la Yesu. Hakuna tena michanganyo kwa jina la Yesu. Watakuwa ni mtu kama ni wa Mungu, anatembea na Mungu, na anawapasua watu waliombeba shetani, hata kama wana pesa, hata kama yani wewe unakwenda na Mungu tu vitani kama Daudi. Unamkuta Goliath ana jeshi, unamkuta Goliath ana panga na fumo na mkuki, unamkuta Goliath ana uzoefu wa vita, ni mbunge wa miaka 20 asiyeachia jimbo, mchawi. Alafu wewe ndo mtu kijana tu umetoka chuo, umejaa moto, kalepro takasia tapa, na hata ukigombea kupitia Chauma haijalishi chama sasa, ni warohoni dhidi ya warohoni. Upanga wa moto umesimama kwangu. Nenda kwenye kinanda we. Gongo na fimbo vyanizunguka, sitaogopa walio mbele yangu, maana hunami Bwana, hunami. Upanga wa moto umesimama kwangu, gongo na fimbo vyanizunguka, sitaogopa walio mbele yangu, maana hunami Bwana, hunami. Upanga wa moto, tujaribu wote. Upanga wa moto umesimama kwangu, gongo na fimbo, gongo na fimbo vyanizunguka, sitaogopa, sitaogopa walio mbele yangu, maana hunami Bwana, hunami. Turudie mpaka we wimbo wako tena. Upanga wa moto umesimama kwangu, gongo na fimbo, gongo na fimbo vyanizunguka, sitaogopa walio mbele yangu, maana hunami Bwana, hunami. Twende, unaitwa Bwana wa vita, mtetezi wangu, sitahofu giza la pita, Yesu ni nuru yangu. Mtetezi wangu, sitahofu giza la pita, Yesu ni nuru yangu. Maana yuko Mungu kwetu, atutetea tena ni kamanda, ushindi ni lazima. Maana yuko Mungu kwetu, maana yuko Mungu kwetu, atutetea tena ni kamanda, ushindi ni lazima. Twende hapa. Maadui zangu, maadui zangu ni maadui zako, fika kwangu, watangulia kwako. Maadui zangu ni maadui zako, kabla ya kufika kwangu, watangulia kwako. Maana yuko Mungu kwetu, maana yuko Mungu kwetu, hatutetea tena ni kamanda, ushindi ni lazima. Maana yuko Mungu, maana yuko Mungu kwetu, hatutetea tena ni kamanda, ushindi ni lazima. Sasa tuje hapa, tuje tena. Nipe Ezekieli 37 chap.
Ezekieli 37. Kwa hiyo Ezekieli alikuta mifupa mikavu, mambo yameharibika beyond repair. Chochote ambacho kimeharibika kupita kawaida, ikiwemo kama hali ya kanisa la Tanzania, dawa yake bado ipo. Kwa Mungu akamuuliza mwanadamu, Ezekieli huyo, je, mifupa hii yaweza kuishi? Wewe usichukulie kama mifupa, wewe uchukulia ni watu wa Mungu. Watu ambao Mungu aliwatarajia wapigane vita zake. Ndio maana kule mwishoni wanaitwa jeshi kubwa. Ikasimama jeshi. Kwa hiyo mbinguni kanisa linatarajiwa liwe jeshi kwa niaba ya Mungu. Ila duniani kanisa limekufa. Zimebaki ratiba na taratibu za ibada. Aha. Huyu akajibu akasema, "Hey Bwana Mungu wangu, wajua wewe." Yaani maana yake akasema, nikisema hapana, nitakuwa nimemwekea Mungu mipaka. Nikisema ndio ni uongo kwa sababu imani yangu haikubali. Kwa hiyo nitoe jibu la katikati. Wajua wewe. Kwamba kanisa la Tanzania linaweza likaamka ghafla. Wajua wewe. Hilo hapana, mimi sihusiki. Haya, Mungu akamwambia sasa, kuna wajibu wa mambo kama mawili makubwa ya kufanyika ili kanisa liamke au mabadiliko yatokee. Wajibu wa kwanza ni kupata neno sahihi kutoka kwa Bwana. Neno sahihi kutoka kwa Bwana linaamsha vilivyokufa. Kwa hiyo Mungu akamwambia hivi, mwanadamu, akaniambia toa unabii juu ya mifupa hii. Unanielewa? Anasema toa unabii, uiambie mifupa hii, enyi mifupa mikavu, risikieni nini? Ndio maana Mungu alipotaka kuizaa Tanzania mpya, alinipa ujumbe wa Tanzania mpya. Kwa sababu hakuna Tanzania mpya bila neno kwa Bwana la Tanzania mpya. Ndio maana mimi uwezo ukaninyamazisha kuongelea Tanzania mpya, kwa sababu ni mwaka wa Tanzania mpya. Hakuna namna. Na ni kweli. Ndivyo ilivyo mbinguni. Yakiwa mbinguni na hakuna wa kuyasema duniani hayatokei. Utaratibu wa Mungu ni huu. Yesu alipokuwa anafundisha watu kusali kwenye Mathayo sura ya 6, alisema muombe hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako, ufalme wako, mapenzi yako yaliyoko mbinguni yanayohusu dunia yafike au yaje. Let your will be done. Kuna mapenzi ya Mungu kuhusu Tanzania ambayo Mungu anakaa nayo kwenye makabrasha. Asipopatikana mtu wa kuyaomba yawe yatokee. Asipotokea wa kuyatabiri, asipotokea wa kuyazungumza, hayatokei. Kwa unaweza kukuta mlishatoka utumwani ila mko utumwani, sio kwa sababu ni Mungu. Kwa mfano Israeli walikuwa wanapaswa kukaa utumwani miaka 400. Ila ilipofika 400 na hakuna anayeyasema hayo mapenzi ya Mungu, hakuna aliyeambiwa kwamba miaka 400 ndio mwisho. Hakuna anayedai hiyo haki ya kutoka utumwani. Hakuna anayetabiri kwamba tunatoka utumwani. Kwa hiyo wakaendelea kukaa utumwani, wakaongeza miaka mingine 30. Mungu alipoona hakuna mwenye taarifa, ikabidi amfuate mchungaji mmoja, amuingizie roho ya kwa sababu Israeli walikaa miaka 430. Nikupe siri sasa. Iko kwenye Biblia. Badala ya 400 kamili. Ulipofika mwaka wa 390, Mungu akakosa nabii wa kuanza kutabiri kinachotakiwa kutokea. Alichokifanya akamuingizia Musa moyo wa kimapinduzi fulani hivi, moyo wa kutamani jambo litokee. Yuko huku upande wa hawa, lakini anawahurumia wale. Si kama mnajaribu kunielewa watu wa Mungu tayari. Yuko huku lakini anahuruma na hawa wanaoumia. Hiyo ni dalili. Ukiona hivyo tayari kumekucha. Kwa hiyo sasa akaanza kuamua hawa. Kuta wanagombana wako wanaambia jamani msifanye hivyo. Kwani msiunganishe hii nguvu mnayotumia kupigana mkapiga hata mmoja? Ni vipi mnapigana? Ndio kitu ambacho Roho Mtakatifu anakifanya sasa hivi. Watumishi wanaamka. Awe ni nabii anauza maji, anaamka. Awe ni nabii sio alikuwa anafanyaje kabla, anaamka. Unasikia naye anazungumza, anasema. Sio wao. Mungu anawaambia tugeukie huko. Bwana asifiwe. Kwa hiyo akatokea mtu mwaka wa 390. Alipojaribu kwenye ule mwaka 390, miaka 10 kabla. Yeye kosa lake hana neno la Bwana. Ni yeye mwokozi ila hana neno.
Ndio hiki ni kitu nakwambia kwenye Ezekieli kwamba hata Ezekieli hakufanya kitu bila neno la Bwana. Aliambia mifupa isikie neno la Bwana. Kama una neno la Bwana la kuzaa hicho kitu, hata uwe na hamu, uwe na kiu, uwe na huruma. Huruma haitoshi. Kiu haitoshi. Naomba niweke mic chini hivi. Magufuli alikuwa na huruma. Bwana kutoka kichakani. Ndo aliporudi kwa ujasiri. Farao yule anayemtafuta, yeye amemfuata kumkabili. Huwezi kumkabili Farao anayekutafuta kwa kesi ya mauaji. Kama ni una mtu na kiu ya kukomboa watu. Kwa hiyo moja kati ya nyenzo ni neno la Bwana. Mnanielewa Lazima liweko neno la Bwana litakalozaa jambo fulani. Liwe la mtu binafsi, liwe la kanisa, liwe la biashara, liwe la taifa, lazima liweko neno la Bwana. Sasa huyu kabla ya hapo alikuwa ni mwanadamu, yani mchungaji ambaye ameshapoa mpaka amerudi kuwa kama wengine. Isipokuwa tu Mungu, kwa sababu ana alama ya Mungu. Mungu njoo tu nikutumie kwa sababu wewe nilikuwekea alama tangu zamani, uwe mtumishi wangu. Sema moto una, nguvu una, neno lenyewe una. Njoo tuanze upya. Akamchukua pembeni akampa neno. Alipompa neno, unamwona aliyekuwa mwanadamu sasa hivi anaongea kwa mamlaka. Safari ya aongereshi tu watu, anaongeresha visivyokuwa na uhai. Ukiwa na neno la Bwana unaweza ukaiambia Tanzania mpya imekuja. Watu wanasema mbona haifanani? Inakuja. Ya neno la Bwana ndio liloumba vitu Mwanzo sura ya 1 na linaweza likaumba sasa hivi nje ya ufunuo. Nje ya ufunuo. Maana sura ya mwisho ya Biblia si ufunuo. Nje ya ufunuo. Neno la Bwana linaweza likaumba bado. Kwa hiyo akaja na neno la Bwana akaiambia mifupa mikavu. Akaliambia kanisa la Tanzania. Akawaambia Watanzania. Akawaambiaje? Lisikie neno la Bwana. Twende. Bwana Mungu aiambia Tanzania. Bwana Mungu aliambia kanisa la Tanzania maneno haya. Kwa hiyo anasema ingawa mdomo unaoongea ni wangu, lakini anayeongea ndani yangu ni Mungu. Tazama nitatia pumzi ndani yenu. Yaani anaanza kueleza yajayo kabla yajaja. Utaratibu wa Mungu kama neno ni la Bwana, anayeongea lazima aseme mambo ambayo wakati huu hayafanani na unayoyasema. Ukiona mtu anaongea vilivyoko sasa hivi, jamani tuache vurugu, jamani, yani anasubiri vitu vitokee ndo aongee. Huyo hamna neno la Bwana. Huyo ni mwana saikolojia. Elimu yake ya filosofia imewekwa kazini. Watu wenye neno la Bwana wanasema hivi, leo ni tarehe 5 mwezi wa 3. Tunahitimisha mfungo wa siku 64. Na haya ni mambo 10 aliyoniambia Mungu ni yaseme, yatatokea. Tena yanaanza lini? Nikimaliza tu ibada hii yanaanza kutokea. Yaani hakuna cha Mungu ajua ni lini yatatokea. Hamna cha Mungu ajua. Maana ukua naye
ndani ya siku 60 mpaka 90 kutoka sasa, yani miezi 2 hadi 3 mbele, upinzani utapata nguvu. Nilisema wakati ukiangalia ndo kwanza hawajapona majeraha ya ugomvi ya uchaguzi wao, watone kwa tone ule wa Mbowe na Lissu wanapambania wenyekiti, bado chama kimegawanyika wakati naongea hayo. G55 bado wamo ndani wanajaribu kutikisa kiberiti kisitawarike kisiwezekane. Chama chenyewe kina ugomvi. Alafu unasimama wewe unasema ndani ya siku 60. Siku 60 sio nyingi sana. Siku 90 sio nyingi sana. Itakuwa gumzo hii hawa jamaa. Hata siku 60 nafikiri zikafika basi. Mwezi mmoja na siku 10 na tayari wameshakuwa gumzo. Yaani ni kama wiki moja baada ya kusema wakaanza kuwa na nguvu. Wakaanza kuzunguka, kila mara wanapozunguka wanasumbuliwa, wananyimwa hadi viwanja. Watu ni wengi na watu wanawafuata hadi porini. Wakisema tunahamia porini, watu wanakwenda porini. Wanahama mjini, mji unahamia porini kusikiliza. Hiyo haiwezekani, hakuna mwanadamu mwenye uwezo wa kuyasema hayo yatokee. Lakini kwa sababu neno la Bwana lilikuwepo. Ikaenda. Nikasema kwa neno la Bwana. Baada ya hayo watu wa Yeriko watafanya upuzi. Nikawaambia watu, rudia nimesemaje? Puzi. Puzi gani? Wa jaribu kumuua kiongozi huyo wa upinzani. Na nikaeleza kiongozi anayemsemea ni yule ambaye wakati mwaka unaanza hakutarajiwa kwamba angekuwa hata mwenyekiti. Hata walipokuja kwenye michakato hakutarajia, sasa hivi ni mwenyekiti tayari. Sasa hata wewe kama unajua star umeshajua nani mwenyekiti wakati wewe. Swali linalokuja, ana kesi gani ya uhaini ambayo adhabu yake ni nini? Ni kunyongwa hadi kufa. Jaelewa sasa? Alafu mtu aje aniambie wewe unaongea njoo utoe maelezo polisi. Wewe ni yapime niliyoyaongea kama alikuwa yanafanana na yaliyotokea. Au unataka kuniambia mimi ndo nilikwenda nikapita kila kijiji na kila mtaa na waamsha watu wahudhurie mikutano ya Chadema? Kwa kweli nina nguvu ya ajabu basi inavyoonekana. Yaani kila mwananchi namfanya nenda kahudhurie, nikawapaisha. Basi mimi ndo nitakuwa basi mtawala wa nchi basi. Wewe uwezo ukawa na akili ya kujiuliza tu. Haya, mimi ndo nikamwekea maneno Tundu Lissu aseme maneno ambayo yamemtega mdomoni. Tutakinukisha, alisema. Tutakinukisha. Wakachukua hilo. Mimi nilisema kwenye hizo harakati watu watafanya mkakati wowote wa kujaribu kumzima. Imetokea haijatokea? Nikasema mwaka huu ni mwaka wa mawe kupiga kelele. Watu wasiodhaniwa watapiga kelele. Ukizuia wale, maana yake niliposema Yesu alisema ukiwazuia hawa, nilikuwa na maanisha ukiwazuia wanasiasa wenyewe ukawabana, watatokea ambao si wanasiasa, ndo mawe, si watu, si wahusika wa siasa. Ndo unawaona sasa akina Bagonza sijui wale, unaona akina Teki wale, unaona akina Ponda, unashangaa mbona maana harakati, mara akina Wabukusi, mara sijui akina nani, mara wabunge wenyewe. Unamkuta mbunge ndani ya bunge anasema mimi ni mbunge wa CCM ila mimi sitaki amani kuliko haki. Unamuuliza wewe vipi? Wewe suturie nyama unatonge mdomoni kula. Amna. Anasema mimi mtu akijaribu kuniibia kura zangu naruka naye. Na anaongelea bungeni kwenye mic ya bunge. Yule mbunge wa nani wa wapi kule? Wa huko Geita Mbogwe. Mbunge wa Mbogwe wa CCM. Uwezi hayo maneno usingeyasikia. Lakini mtu ambaye anasema ili mifupa mikavu ichukue umbo alishasema. Unanielewa? Nikazungumzia nyaraka za Teki. Mnasahau? Na niwape siri, bado ziko 2. Mimi sinaona, mimi nafahamu ziko 5. Zimeshatoka 3. Ya kwanza ilikuwa ile ya Pasaka, ikatoka ya pili ya nini tena? Ikatoka ya pili ya ukemea nini? Swala la Father Kitima. Ikatoka ya 3 Bagamoyo, akasoma Bagamoyo
kule kanisani kwao walikuwa na tukio wa Roman Catholic Bagamoyo. Walikuwa nazindua kitu. Wanazindua jimbo la Bagamoyo. Wakatoa waraka watatu. Sasa mimi nikwambie, mimi mtu wa Mungu, ziko 2 za moto. Nimesha chungulia kwa roho wa Bwana, nimeona makabrasha. Ziko 2 za moto. Na zichelewi. Huu wa 5 kabla hujaisha. Utaona sasa nabii wa Mungu anapimwa. Zipo wa 5 wa 6 lazima zitoke. Na hakuna namna. Kwa sababu ni mambo yamepangiliwa mbinguni, wanaoyafanya duniani hawana chakula. Yaani mtu anajikuta tu ana namna. Yaani ana namna. Hebu tumwabudu Mungu kidogo. Tunakuwa budu Bwana, tunakuwa budu Bwana. Kaeni. Kuabudu ni moyo. Tunakuwa budu Bwana, tunakuwa budu Bwana. Tuimbe wote sasa. Tunakuwa budu tunakuwa budu Bwana, tunakuwa budu, tunakuwa Bwana, tunakuwa budu Bwana, tunakuwa budu, tunakuwa budu Bwana, tunakuwa budu. Wewe ni mfalme wa wafalme, ni Bwana wa mabwana, Alfa na Omega, umetukuka. Wewe ni mfalme wa wafalme, ni Bwana wa mabwana, hakuna kama wewe. Mwambie wewe ni mfalme wa wafalme, twende. Wewe ni Bwana, hakuna kama wewe, umetukuka. Wewe ni mfalme wa wafalme, ni Bwana wa mabwana, hakuna kama wewe Bwana. Mwezi wa 5 na wa 6 ni mwezi wa ajabu sana. Katika nabii nyingi zitatimia hapa. Wa 6, wa 5, wa 6 na wa 7. Zile kama 5 zilizobaki zinamaliziki hapa wa 7. Zote lazima zitokee, yani azifiki wakati wa kampeni. Zote. Kwa hiyo ukitaka kujua kwamba jambo Bwana ameamua na lazima litokee, huwa anampa mtu neno ambalo wakati linatoka alifanani na nini? Na mazingira na hali. Mifupa iko hapa, ukiangalia hivi ni mikavu. Nitumie lugha hii. Kama ni kule kwa watawala ni fomu moja. Kiangalia huku yuko gerezani. Lakini niamini mimi, mpaka wa 7 pale mtashangaa.
na kila mtu atajua hiki ni kidole cha Mungu, si mwanadamu amefanya haya. Alfa na Omega, umetukuka, wewe ni mfalme. Yani yeye ni mfalme juu ya wafalme wengine wadogo wadogo hawa. Wa mabwana, hakuna kama wewe Bwana. Tuendelee kidogo. Kwa hiyo lazima cha kwanza kinachoamsha vitu au kinasababisha vitu vitokee, cha kwanza lazima uwe na neno. Usijaribu kufanya bila neno. Ndio maana unaona watu hata kwenye maisha binafsi unamuona mtu kama Petro amehangaika, kanuni amezipatia. Samaki wanapatikanaga usiku, kanuni ya kwanza lazima uvue usiku, kanuni ya pili lazima uwe na bidii. Unamuona bidii, unaijuaje? Amefanya kazi usiku kucha, akikosa haachi, ana consistency, lakini matokeo hayapo. Ana vyombo vinavyofaa kwa ajili ya kazi, ana nyavu, ana mtumbwi, mpaka asubuhi amechoka, amekata tamaa. Ila unamsikia anasema kwa neno lako. Ikiwa utaalamu, kanuni, jitihada, chaguzi zimeshindwa kuibadilisha Tanzania, kwa neno lako Tanzania mpya lazima ije. Yani hapa ni neno la Bwana tu ndio litakalozaa mambo. Na mimi ninamshukuru Mungu. Nilijiona mwezi wa 12 tarehe 9 nimeshika bendera ya taifa kwenye kilele cha sikukuu ya uhuru. Ninaongoza watu kushangilia. Nilijiona kabisa. Nilijiona hadi tarehe, hadi siku, hadi suti niliyovaa. Wewe nilishaona nitakuwepo. Nitakuwepo. Kwa hiyo wale ambao wana hofu kwamba jamani watu sio wema, jamani usiwe na wasiwasi, nitakuwepo. I will be there. Don't worry about me. Nipo kabisa, nimejiona. Nina bendera likubwa, yani kama wangapi wameangalia zile mechi za Simba ikicheza kimataifa, kuna jamaa mmoja anakuwa na bendera likubwa kama lile, yani hivi yani siku hiyo na utaniona nitakuwa mchungaji pekee nimelishika hilo bendera ili unabii wangu uwe halisi. Utaniona siku hiyo, nitakuwepo nimeshika bendera ya taifa, nafanya hivi. Na ninaamini siku hiyo nitaitwa niombe. Hilo la bendera niliona. Hilo limeshaisha. Hilo la kuomba nalo nafikiri nitaitwa. Sasa mimi jamani, mchakato mzima nilikuwepo. Hata kuomba tu dua nikataliwe. Nalo litathibitika, si ndio? Nimesha kusudia. Kwa hiyo nilitaka uone vitu vinatokea ukiwa na neno. Kwa hiyo Petro amehangaika, amekubali kwamba kwa hali ilivyo sasa hivi, kwanza kumeshakucha, ni mchana, jua linawaka, samaki wanaweza kuona wavu, hawaingii. Cha pili, watu wote watanicheka nikiwaambia na kwenda kuvua. Kama ambavyo ukiwaambia watu sasa hivi Tanzania mpya inakuja, watacheka mpaka wagaragare. Baba mmoja mwenye heshima zake alisema mpaka Yesu ajapo. Nafikiri umenielewa. Kwa hiyo ukisema haiwezi kaeleweka. Watakucheka mpaka watagaragara chini. Unawaambia msifanye vurugu, mtoto hajafa amelala. Wanaacha kulia, msiba unageuka kuwa kichekesho. Eti hajafa. Wahubiri wa siku hizi watafuta hela hawa. Watafuta kiki. Tutaona. Stop hapa. Kwa hiyo cha kwanza pale unaonekana ni mpumbavu. Unavua mchana. Yaani kila mtu anaona kabisa, yani hizi hesabu hazijawahi kutokea. Cha pili, unapaswa uishinde aibu ya kuonekana mpumbavu ambaye anafanya vituko. Petro stress za kutopata samaki zimemuingia kichwani.
ajui kutofautisha mchana na usiku. Unaweza ukaelewa hizo dhiaka zote, inabidi uzishinde. Ndio maana anasema ingekuwa ni mimi kwa hiari yangu nisingekwenda, ila kwa kuwa neno ni lako. Uliyesababisha samaki wa kwanza wakapatikana, kwa sababu kuna wakati maji yalikuwepo, Mungu akayatenganisha, akasema yajitenge ya nchi kavu ipatikane, si ndio? Alafu akasema maji na yajawe na samaki na viumbe vyote vya baharini, si ndio? Viumbe vya majini. Akuenda kuweka mayai yatagwe yani samaki waliokwisha komaa walitokea ghafla kwenye. Kwa hiyo akasema kwa kuwa ni wewe yule uliyesema kwenye Mwanzo 1 na leo hapa ndo naesema, maana yake si nitakwenda, kwa sababu kama Mwanzo 1 samaki walipatikana bila kuwepo. Kwa wale samaki wa Petro hawakuwa wale samaki wa kawaida waliozoeleka waziwani. Ni samaki waliozalishwa na neno. Kama ambavyo Tanzania mpya imezalishwa na neno. Unaweza usiamini, acha nikuoneshe neno hapa. Isaya 66. Mungu alinipa hili neno akaniambia nchi inaweza ikazaliwa ndani ya siku moja. Ni ajabu sana. Yaani nchi haihitaji miaka ili ibadilike, inahitaji siku moja. Herode kwenye Matendo ya Mitume 13 alihitaji siku moja tu kuanguka, kupigwa na chango. Siku hii? Siku moja. Hakuhitaji miaka. Hii hapa. Tuanze mstari wa 6. Wa 7. Tuanze wa 7. Anzia wa 6 samani, wa 6. Twende wa 6. Hebu nisomea maneno yanayoishia kwenye alama ya mshangao. Sauti ya fujo itokayo nchini. Hakuna uzazi bila fujo. Kitu cha Mungu akizaliwi kimya kimya. Ukiona kimya kimya sio Mungu. Vya Mungu vyote vina kelele. Kelele za vurugu, kelele za nini? Hizo fujo kwenye nchi ni fujo za uzazi. Huyu kakamatwa, huyu kafanywa hivi, huyu kafanywa vile, huyu kapotea, huyu ndo kitu kinazaliwa hivyo. Ndo fujo mjini. Sema fujo mjini. Alafu sio tu fujo za mjini, lazima ziweko fujo za mjini, alafu iweko sauti kutoka hekaluni. Ndo hii. Kila kitu ni marudio kwenye maisha haya, ni vile atusomi Biblia. Sauti ya fujo mjini ndo za wanasiasa na wanaharakati. Ya pili ni sauti ya nani ya kutoka hekaluni? Ni ya Bwana awalipaye. Kwa hiyo hakuna watu ukwepa adhabu ujue. Hawakwepi. Utashangaa vikianza adhabu zikianza, mikwaju ikianza. Twende mstari wa 7 sasa. Kwa hiyo unaelewa kunapaswa kuwa na sauti za fujo. Alafu lazima kuwe na sauti kutoka hekaluni. Watu wa Mungu wanasema ambacho Bwana anataka kufanya. Jambo mstari wa 7 inasema nini kuhusu Tanzania? Kabla Tanzania hajaona utungu. Yaani wakati watu hawaoni dalili, hawaoni hata mimba. Kwamba mbona ukiona procedure sana sio Mungu. Mungu anaweza akakusurprise. Yaani taratibu zikiwa ni zile zilizozoeleka sio Mungu. Cha Mungu lazima kiwe maalum. Kabla hajaona tungu alizaa. Hivi kuna uwezekano wa kuzaa bila kuona utungu? Kwa sababu kuona utungu ni ishara kwamba misuli inatanuka ili mtoto atoke. Heti mtu anazaa kimya kimya. Inawezekanaje? Yaani kama mtu aliyekwenda haja alafu akatoka mtoto. Yaani maana yake to be smooth. Ninawaambia wote mnaonitazama, Tanzania mpya itakuja kirahisi sana. Sana. Yaani sana. Nilikuwa nasikia watu wa giza wamekaa vikao wanasema mwaka huu hata damu itamwagika. Haiwezi kumwagika. Hakuna damu hata ya kuku itamwagika kwenye uchaguzi. Watu watakabidhiana madaraka bila wasiwasi. Peaceful. Hili ni neno la Bwana. Na mtaliona likitokea. Yaani mtoto anazaliwa bila utungu. Hii Mungu wangu nisaidie. Yeye jamani mama amekwenda kujisaidia chooni, haja ya kawaida. Badala anasema mtoto huyo jamani. Anakuja tukata tu kondo la nyuma pichi. Kabla hajaona utungu alizaa. Kabla maumivu yake hayajampata.
alizaa mtoto mwanamke. Tanzania haitapata maumivu kwa jina la Yesu. Ita deliver safely. Mstari wa 8. Ni nani aliyesikia neno kama hili? Yaani maana yake vitu vya namna hii havijazoeleka. Hivyo vya kuzaa bila uchungu. Kirahisi. Ukijaribu kumfikirisha mtaalamu wa siasa anakataa. Ukimshirikisha mtaalamu anayejua mambo ya nchi, namna mifumo ilivyosukwa, haingia akilini. Lakini ili ionekane ni Mungu. Ni mpaka jana usiku kule Misri, yanazungumzia Misri ya Kutoka 12. Mpaka jana usiku wanakwenda kulala, inaonekana ngoma ni ngumu. Farao ameshamshinda Musa. Hakuna uwezekano wa Waisraeli kutoka utumwani. Yaani ukiangalia kwa nje hakuna kabisa. Ila Musa ana neno kutoka kwa Bwana. Chukueni damu mpake kwenye mimo ya marango. Hao watu wanaona anapaka damu, wanasema kichaa cha kushindwa kutoboa kimewapanda. Naona watu wanakula nyama leo. Waisraeli nao Bwana kwa mbwembwe. Kumbe hawajui wenzao ndo wanahaga, wanafanya sherehe ya kuondoka. Ukiona hali ngumu hivi ni Mungu anafanya sherehe ya watu kuondoka. Kwa hiyo walipolala, wanaamka asubuhi, Farao akiangalia kijana wake wa kwanza kafa, anayepaswa kumrithi. Mtoto wake wa kwanza naye wa marehemu, kama alikuwa ni mpaka wajukuu, na mjukuu naye kafa. Akiangalia vizuri, ng'ombe wa kwanza kafa, mzaliwa wa kwanza huyo ng'ombe naye kafa. Akiangalia mbwa wake wa kwanza makamu wake naye kafiwa. Kama makamu alikuwa mzaliwa wa kwanza naye kafa. Kwanza kafa, yani kama ulikuwa wa kwanza makamu unakufa. Waziri mkuu huo msiba. Akasema kwa hali hii waambie waondoke haraka, sitaki wahitaji hapa. Yani wamekuwa tatizo. Ndani ya usiku. Ndio maana mfungo unaitwa bado lipo pigo moja bado. Tunaachiwa tuondoke Tanzania. Farme, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya waliotuchelewesha wanatuachia tuende mwaka huu. Tunakwenda kabisa kirahisi. Alafu hatuna haraka. Sio kwamba tunakimbia wasije wakageuza mawazo. Tunachukua dhahabu zetu. Tunachukua mbuga zetu. Tunachukua mali asili zetu. Tunaondoka na kila kitu chetu ambacho kiko Tanzania. Tanzania huru. Tanzania ambayo unaweza ukatoa mawazo yako na usiwe na hofu. Tunaondoka na kila kitu. Na mtu mmoja aseme tunaondoka. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo angalia, huyu akusubiri Papa Mazuke. Kama saa 6 hivi misiba inatangazwa, waziri mkuu kadondoka, makamu kadondoka, si nani mtoto wa waziri, mtoto wa nani, waganga nao wamefiwa, mganga mmoja hapo kafa. Akasema kwa hali tukisubiri asubuhi tunaweza tukafa na sisi. Biblia inasema akawaita Musa na Haruni usiku. I tell you, kuna jambo litatokea kwenye usiku mmoja kwenye taifa hili. Itakuwa usiku mmoja. Na Bwana ataliachia taifa liende. Mnaniruhusu nirudi kwenye Ezekiel 37. Kwa hiyo cha kwanza tuliona ili uweze kuyafufua mambo yaliyokufa, taifa lililolala, kanisa lililokufa, biashara iliyokufa, lazima uwe na nini? Na neno. Kwa sababu kumbe kila kitu ambacho wewe unakiita jina, rohoni kinasikia. Kila kitu ambacho kina jina, rohoni kina, ili mradi kina jina. Tanzania rohoni inasikia. Biashara inasikia. Ndoa inasikia. Uzao wako unasikia. Uchumi wa nchi unasikia. Chadema inasikia, CCM inasikia, Chauma inasikia. Rohoni. Unaweza kusema CCM ni jina la chama. CCM ni roho. Chadema ni roho. Unaweza ukaiambia CCM, inua vichwa vyako CCM, ili mfalme wa utukufu apate kuingia.
Sasa kwa nini nasema hivi? Unamuona mtu anaongelesha mifupa. Tena sio mifupa warao mibichi. Mikavu sana. Mifupa mikavu sana. Ila mtu anaisemesha. Ukiwa na neno la Bwana unayasemesha yasiyowezekana yanawezekana. Ukiwa na nini? Unayasemesha yasiyowezekana yanawezekana. Yesu mwenye neno la Bwana, yeye mwenyewe ni neno lilochukua mwili. Alikwenda kwenye kaburi ya mtu anayenuka. Ndugu anampenda lakini wanasema ananuka. Akasema njoo. Akuja? Alikuja. Yesu alikwenda kwenye bahari iliyochafuka. Ameamshwa na watu wanaojaribu kuchota ndoo za maji ili wasizame. Wakichota moja zinaingia tatu. Bidii ya kuchota haifui dafu kwenye hatari ya kufa. Wamesema Bwana ujali tunaangamia. Alipoamka Biblia inasema akazikemea pepo na bahari. Kukawa shwari kuu. Wanafunzi wakasema kwenye kufufua tunakuelewa, tulikuwa tunakufahamu Yesu mfufua maiti. Yesu mponya magonjwa, Yesu mtoa pepo. Kumbe na haya ya bahari nayo, kumbe na mataifa nayo, kumbe na nchi nazo zinatii. Yesu kumbe unaweza hadi kubadilisha nchi. Unajua kiwango cha ufahamu wako kuhusu Yesu ndio kinaamua unafaidika naye mpaka wapi. Yesu anayetoa pepo ndio Yesu anayebadilisha mataifa. Ndio yule anayesema nchi na vyote vijazavyo ni mali yangu. Nchi ni mali yangu. Vyote vilivyomo, rasilimali zote ni zangu, watu ni wangu. Na dunia yote na wote wakao ndani yake. Sasa huyo ndio pia ambaye umemwamini kwenye pepo tu, kwenye biashara tu. Ni mpana akipanuka. Mungu yuko kama maji. Mwambie jirani yako Mungu yuko kama maji. Ukileta kisoda ukatega, utakuwa unasema Mungu ni maji ya kisoda. Ukileta kikombe utakuwa unasema Mungu ni maji ya kikombe. Ukileta jagi utakuwa unasema Mungu ni maji ya kwenye jagi. Ukileta dumu Mungu ni maji ya kwenye dumu. Ukileta alafu Mungu anachukua umbo la chombo ulichomtengenezea. Hujanielewa bado? Ukileta glasi iliyonyohoka hivi ndefu, karefu afu kana sehemu ya kushikia ndogo ka glasi kanafika hadi huko. Mungu naye anakuwa maji anachukua umbo la glasi. Si umenielewa? Kwa hiyo Mungu wako wewe kama ni wa pepo tu, atatoa pepo kwenye watu. Sisi Mungu wetu anatoa hadi pepo kwenye nchi. Kanisa ambalo linatoa pepo kwenye watu na alijajua ufunuo kwamba Mungu anaweza akafukuza pepo kwenye nchi, linatoa pepo kwa watu na linafukuzwa. Mfano hai ni Yesu. Alikwenda kwenye nchi ya Wagerasi. Akamkuta yule mtu Mgerasi aliyekuwa na pepo. Anafungwa minyororo anakata. Mnakumbuka? Yesu alifanikiwa kuwatoa pepo ndani ya Mgerasi. Ila hakuwatoa pepo Ugerasini. Nisikilize vizuri. Alimtoa pepo ndani ya Mgerasi. Pepo wengi. Pepo jeshi. Pepo ambao aliwaingia nguruwe 1000 ngapi? 3000 wakafa. Pepo wengi hivyo wako ndani ya mtu, akawatoa ndani ya mtu lakini hakuwatoa kwenye nchi. Na pepo walikuwa wajanja, waliomba wasitolewe kwenye nchi. Walisema msitoe kwenye nchi hii. Usituamuru twende mbali na hapa. Kumbe kuna kiwango kinaitwa kutoa pepo kwenye nchi. Na uzuri Yesu aliposema toeni pepo, hakusema toeni wapi. Ni warokore wameongeza ndani ya watu. Yaani wameedit Biblia wameongeza ndani ya watu. Toeni pepo ndani ya watu. Haipo kwenye Biblia ni toeni pepo tu. Toa pepo kwenye ndoa za watu. Toa pepo kwenye biashara za watu. Toa pepo kwenye taifa. Toa pepo kwenye nchi. Unaweza kutoa pepo kokote. Kwa Yesu amemtoa pepo ndani ya Wagerasi, ndani ya Mgerasi, lakini changamoto wale pepo ni wajanja, wameomba ruhusa waingie kwenye nguruwe. Nguruwe alipojizamisha kwenye maji, pepo wamebaki pale pale. Kwa hiyo wale pepo walipoona, kwa sababu pepo hawezi kukaa bila makazi, nikupe siri. Pepo hakai bila makazi. Ndio maana kwenye Mathayo 12:42 hadi 45 anasema pepo mchafu amtokapo mtu. Mathayo 42:42-45. Mathayo 12:42 hadi 40. Pepo amtokapo mtu, pepo mchafu, huwa anakwenda mahali pasipokuwa na maji. Kwa sababu hana makazi muda huo. Sio kwamba anakwenda kwa sababu amezoea, ataki. Lakini sasa wakati anatafuta pa kwenda, kwa sababu hajazoezwa pepo kukaa bila mtu, bila kiumbe.
Bora mwingia hata mbwa au paka mngate hata mtu. Kukaa tu bila mwili pepo hajazoea. Kwa anapomtoka mtu na pepo mchafu mtokapo mtu upita mahali pasipo na maji. Akitafuta mahali pa kufanyaje? Hiyo kupumzika, ongelee kupumzika, yani kwamba acha nikae kwanza. Nimekutana na moto huko, anamaanisha pa kuishi. A resting place, eneo la makazi mapya. Asipolipata anasema acha nijaribu mara ya mwisho kurudi kwa niliyetolewa. Umeelewa? Pepo kumrudia mtu ni kwa sababu baada ya kutoka akupata mtu njiani ambaye amekaa kizembe wa kumuingia. Umeelewa? Ndio anasema sasa asipate. Akikosa pa kupumzika ndo anapokuja na mkakati wa ninarudi sasa. Anarudije? Anakopa wale mapepo ambao yeye huwa anawapigia saruti, makamanda. Biblia inasema wabaya kuliko yeye. Yaani yeye mwenyewe ana unafuu. Yaani yeye alikuwa anakufanya unagongwa kichwa, au wengine wanasema tunakingoa kichwa. Yaani mwenyewe ni wakati. Ndio maana mtu kama uliwahi kuwa na vifungo na unachezea wokovu na kuhurumia sana, utakuja kuharibikiwa mno kwa sababu ujui ulichokifanya. Pepo yeyote akati tamaa. Kwa hiyo mara huenda akachukua arudi 44. Anafanya mashauri 44, anasema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Yaani pepo anakaa na mtu mpaka anakuita nyumba yake. Pepo anaweza kukaa Tanzania mpaka akasema Tanzania pale. Tumeshazoea si roho ya mauaji. Tumeshazoea. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, roho ya mauaji, utekaji, umwagaji wa damu, toka Tanzania kwa jina la Yesu. Roho za ukandamizaji wa haki, toka Tanzania kwa jina la Yesu. Roho za vitisho, utekaji, toka Tanzania kwa damu ya Yesu. Toka! Roho za woga zilizowajaa wa Tanzania, achia mioyo yao kwa jina la Yesu. Hofu toka. Ujasiri ingia. Kama sauti yako ina nguvu tayari imetokea. Ni hivyo tu yani. Rahisi kama hivyo. Kwa Yesu amekemea pepo, amewatoa ndani ya watu, wakamia ndani. Kwa nini najaribu kuonesha kwamba pepo hawakaagi haido. Yaani akai muda mrefu bila kupata mtu. Ndio maana ukasikia mtu anasema alipita chini ya mti. Alipopita chini ya huo mti ndo akasikia kama kitu kimemuingia, alafu baada hapo ndo majini. Ukianza kukemea unasikia alipita pale chini yetu akatukanyaga. Tulikuwa tumejigeuza nini? Au tulijigeuza hela akatuokota. Unajua kusikia kitu kama hicho? Hakuna pepo anakaaga bila mwili. Pepo wanaokaa bila mwili ni wale walioko kuzimu tu wanasubiri kufunguliwa. Walioko huko duniani tayari wote wana mwili. Unakuta roho ya mauti imemvaa mtu mmoja, anajisikia kuuaua. Anakuambia kamanda suturuhusu. Huyu anaongea sana mtandaoni. Suturuhusu. Sasa mimi ninachofurahia kwamba mtu mwenye pepo anaomba kuja kufanya upumbavu. Mimi pepo mwenye pepo anasikia harufu ya damu puani. Nataka damu, nataka niue mtu leo. Mimi uwezi. Utajipatia mshirika kirahisi. Uwezi, mimi uwezo kani. Utashangaa. Naweza nikawaamuru pepo, kila pepo aliyeko ndani ya mmoja geukaneni, piganeni risasi. Haya, pepo wewe na pepo wewe, piga risasi kila mmoja. Kesho watakuja kuwachukua wenzao hapa asubuhi. Kuna watu wameuana humu ndani. Waliruka ukuta. Ile eti mtu kaburuzwa madamu yamejaa. Hizi ni roho za damu kabisa zinaonekana, ndio maana zimeacha alama. Roho ya damu. Hicho kuni wewe silete mchezo. Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Nina siri naye,
yanifanya niwe jasiri, kwa amani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha nikirukaruka. Hosana, amen. Ni wenye siri ndo wanaotamba mjini. Wenye siri, una siri utatendwa mambo ya siri. Usipokuwa na siri unatendwa mambo ya siri. Alafu usema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Pepo wanadharau. Akikaa na wewe sana na uchukue hatua za kukataa kutawaliwa, umpingi, anatangaza rasmi, wenzangu mimi msinione hivi namiliki orofa. Yaani wewe ndo orofa. Mimi nimekaria mtu anayepaswa kuwa waziri hapa, nimekaa ndani ya mtu, nimekaria waziri. Kwa sababu watu wengine nafikiri atakuwa waziri siku akishinda ubunge, siku akiteuliwa kwenye mkeka. Ukweli mtu kama ni waziri tangu alipozaliwa. Kama ni rais tangu, ni miliki wa kampuni tangu alipozaliwa, hata kama sasa hivi amejaa mikopo na madeni. Kwa pepo anakuwa anajivunia, wanasifa hao. Nimemkaria milionea. Wewe umekaria nani? Mimi nimekaria mtu mmoja tu ambaye tulitaka asisome tu. Wewe mbona wewe huwa ni nyumba za maana, unapanga kwenye, unaishije Uswahilini? Pepo anamwambia wenza, unaishije Uswahilini? Ndio maana watu wengi ambao wana vifungo ni watu wenye vitu vikubwa. Unakuta labda ni mtu kabisa na akili za ajabu, ila mrevi. Yaani pombe, akishika pombe anachanganyikiwa, ni mkurugenzi, ni kiongozi mkubwa wa serikali mpaka anabebwa. Nilisikia mtu mmoja alikuwa ni kiongozi kule, anamtukana hadi mkuu wa mkoa. Ameelewa anatukana mkuu wa mkoa. Yaani ni mtu mwenye nafasi, mwenye cheo, anatukana mkuu wake wa mkoa. Wewe mbwa utaniambia ni Tabora kule. Wakahamishia kwingine nako amefika tu kaanza matusi. Ana kitu kikubwa. Lakini pepo aliyepangisha hapo anawatambia wenzake, mimi namiliki, nimekaria kitu cha nguvu. Ndio maana utasikia wale pepo hasa wa baharini wanasemaga, mwache kiti wetu. Kiti. Kwa hiyo sasa pepo wanadharau. Ndio maana lazima ukatae. Ukianza kuona uvivu, unasema pepo wa uvivu, toka. Unaona siku hizi unararara ovyo ovyo, masaa 3 4 yatosha, unarara 10. Pepo wa usingizi unamfungia mpaka aondoke. Kwa sababu ukimfuga atageuka kulala siku yote. Unakuwa unasema mimi shida yangu ni usingizi, unaanza kulala hadi kanisani. Kama hapo ungeshalala. Unafuga pepo. Wenzako wanafuga ng'ombe wanywe maziwa. Wenzako wanafuga kuku wale mayai. Wewe unafuga pepo. Kuna wanawake wanafuga pepo. Anasema mimi nina maumivu ya hedhi tangu nilipovunja ungo. Miaka 15, yani kila ikifika period lazima nitalala, maumivu ni makali, yani niko hivyo tu. Unafuga pepo, anakunywa damu miaka yote. Wenzako wanafuga kuku wanakula mayai. Ngine nakwambia mimi na hareji ya sabuni, nikisikia harufu tu nitapiga chafya, nitapata mafua hapo hapo. Unafuga pepo. Kuna mtu ana matatizo kama hayo hapa. Tatizo lote, una allergy, una shida wakati wa period, unapata maumivu, either umeze dawa ufanye chochote. Wewe usishazoea kwamba ni ugonjwa wangu, ni allergy yangu, ni shida yangu. Sio kweli. Ni pepo amekuita nyumba yake. Alishakuzoea. 45 sasa. Hata akija anakuta kiwa tupu imefagiwa, haya 45. Mara uenda akachukua pamoja naye nini? Ongea vizuri basi. Pepo wengine 7 walio. Hii ni kanuni ya maisha. Pepo wanaijua, wanadamu hawajui. Kwenye maisha usichague watu wanyonge kuwa marafiki zako. Kwenye maisha jizungushie watu wenye uwezo. Pepo ni wajanja. Yaani yeye anajiweza, ndio maana alikuwa anamkandamiza mtu akiwa mwenyewe. Ndio maana ilibidi aitwe mtu wa kumtoa. Ni mtata. Lakini bado akitaka ili asije akapoteza ushindi kwenye maisha kirahisi, anakopa marafiki wa maana. Kazi ya wapepo si kuchinja, kuiba na kuharibu. Kwa anatafuta waharibifu kuliko yeye. Kwenye maisha unapaswa kujizungushia miamba, magwiji. Kama ni mchungaji, wachungaji ambao wanaomba kuliko wewe. Wachungaji ambao wanalijua neno kuliko wewe.
Hao ndio wale marafiki zako, ili warao ukitaka kuwa mzembe ukiangalia yeye bado, yani wewe ndio unajisikia ukata tamaa baada ya saa moja na mambo, unamuona yeye ndio kabisa ndio kwanza na bado anamalizia kunukuu mistari ili aanze kuomba. Wewe unafikiri itakuwaje? Utashika moto tu. Sisi tunajizungumziaga wanyonge ili tusiwajibishwe. Wanyonge, yani vile mtu vichoka ili ukiwa naongea wewe ndio unakuwa mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa pumbavu, mwenyekiti wa wajinga. Sasa pepo wenyewe wanaletaga marafiki. Kwa hiyo kwenye maisha yako ukitaka kufanikiwa, arawe na marafiki 7 wa maana. Wasipungue 7. Yaani wa maana. Mwanasheria wa maana. Daktari wa maana. Kila mahali kadri unavyopiga hatua unakuwa na watu wa maana. Muhimu sana. Kwa hiyo walio waovu kuliko hii ni kanuni, usichague marafiki unaowazidi sana. Chagua marafiki warau, kama umekosa kabisa warau unaolingana nao. Lakini si walioko chini. Wa chini wao waje kuomba wewe msaada, uwe mwalimu wao. Level ya urafiki inaanzia kwenye walio kama wewe au zaidi yako. Nao uingia ndani na kukaa umo ndani ya mtu. Na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko. Kwa nini inakuwa mbaya? Ni kwa sababu watesaji wameongezeka. Tena wameongezeka, kama mmoja tu alikuwa anakutesa amekuja 7 ambao yeye mwenyewe utesaji wao mwenyewe anaomba msamaha. Basi mpunguzie adhabu. Basi jamani naomba basi nawaomba. Naomba waheshimiwa msiendelee. Yaani pepo yule aliyekuwa anakutesa mwanzoni anawaomba hawa wakupunguzia adhabu. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi kisho kibaya. Okay, nilikuwa nataka nikuoneshe point yangu ilikuwa ni kwamba pepo hawakaagi bila mwili. Niko kwenye ile point kwamba alipomtoa ndani ya mgerasi akaenda kwa nguruwe. Nguruwe sio wamejitosa baharini, wanakataa kukaa na pepo. Nguruwe ana akili wakagoma. Wewe utakaje na pepo? Wakagoma. Wakaamua bora nife kuliko kukaa na pepo. Mwambie jirani yako bora nife kuliko kukaa na pepo. Bora ufe kuliko kukaa na nchi iliyofungwa. Kwa hiyo nguruwe akajitosa baharini, wakagoma kukaa na pepo. Kama ambavyo na wewe umeshagoma, si ndio? Sasa pepo nyumba imekufa, inabidi wakae kwenye kiumbe active. Wakaenda kuwaingia wenyeji wa Wagerasini. Yaani ndani ya dakika chache nguruwe sio wamekufa. Yule mchunga nguruwe kaenda kutoa taarifa. Kwa hiyo wakati anatoka sio taarifa zake, ni wale pepo wote wamemuingia mchunga nguruwe. Ila walipofika wakaanza akizungumza nguruwe wamezama, anamuingia aliyepokea taarifa. Kwa sababu njia mojawapo ya kusambaza roho ni sauti. Ezekieli 2:2 nasema naye aliposema nami roho ikaniingia. Maneno yanabeba roho. Ndio maana wale magaidi na wauaji unakuta mtu kakarishwa chini, kapikwa kambi miezi 7. Tunanyonywa, tunaumizwa. Lazima tulipe kisasi. Lazima tufanye hivi. Lazima tuwe mtu. Yaani mtu kanasomeshwa na kanaweza kuwa ni katoto ka miaka 13. Kanarishwa roho ya kubeba mabomu. Akawazi kwamba na mimi kwenye hilo tukio nitakufa. Kamesomeshwa, roho imekaingia. Hiyo roho ilikuwa ya msomeshaji. Kenyawa ila kanapoongea kitu kinakaingia. Unanielewa? Kwa hiyo sasa, kwa hiyo alipokuwa akitoa taarifa, jamani nguruwe wetu wamezama, jamani nguruwe wetu, kila anaipokea taarifa pepo mmoja anaingia, pepo mmoja anaingia, pepo. Kwa sababu bila taarifa pepo haingii. Bila muziki wa bongo flava, picha za uchi, pepo hakuingii wa tamaa. Pepo wa kujichua, pepo wa zinaa hakuingii. Pepo wa matusi hakuingii mpaka upate matusi, upate maneno yafungulie roho. Kwa hiyo alipoteleta taarifa kijijini, wote wale pepo waliokuwa wametoka kwa nguruwe huyo wakawaingia. Kwa sababu wangekuwa hawana pepo, nisikilize mimi, wangekuwa hawana pepo, wangemshukuru Yesu kwanza kwa kumfungua mgerasi wao ambaye amekuwa akivunja minyororo, akijikatakata kwa mawe, akipiga raia. Sasa wewe unakuja kumkasirikia mtu aliyofungulia tatizo la namna hiyo? Ni wenye pepo tu ndo wanapiga waokozi. Umenielewa? Ni mwenye pepo tu anashambulia wenye majibu. Anashambulia wahubiri wa kweli.
Bila pepo hakuna mtu mwenye akili zake timamu ashambulie mtu anayesema ukweli. Lazima pepo wamwingie. Kwa hiyo badala ya kumpongeza na kumshukuru kwamba warau kuna raia amerudishwa, mme wa mtu amerudishwa, kaka wa mtu amerudishwa, mjomba wa mtu amerudishwa, babu wa mtu amerudishwa labda. Wakasema hivi, ondoka kwenye nchi yetu. Kwa mapepo yametoka ndani ya mtu lakini hajatoka ndani ya nchi. Vita kubwa kwenye ulimwengu wa roho na ulimwengu wa vita za kiroho ni vita ya kutoa pepo kwenye nchi. Pepo ndani ya watu ni rahisi kwa sababu unamtoa kwa huyu lakini yule bado anao. Namtoa ile bado kanisa lile wanatumia uchawi. Kwa hiyo pepo wa mtu ana shida na hata shetani ana shida. Ndio maana unaweza kuruhusu hata makanisa yakafikisha hata maelfu ya watu. Watu wanaokoka, mrevi mmoja anaacha pombe. Yeye shetani ana shida. Ni hasara lakini sio kuachia nchi. Mtauana hapo. Ndio maana mtu anaweza akafungua kanisa, mchungaji, wanaokuja uwaombee ambao umewahudumia, ungesema wote wangekaa, ungekuwa na kanisa la watu 1000. Ila cha ajabu na watu 16 au 20 ulioombea ukumbuki. Wengine walikuja hadi wamepinda mdomo. Alipopona akarudi tena kwenye kanisa lake ambalo amekuwa amepooza na kanisa alimsaidia. Wewe ulichofanikiwa ulimtoa pepo ndani ya mtu, kumtoa kwenye ule mtaa. Pepo hujawatoa kwenye mtaa, hujawatoa kwenye hiyo kata na hiyo wilaya. Kuponya kwako, kusaidia kwako watu watawafanya wakae. Yesu aliambulia kupata mwinjilisti mmoja tu, yule aliyefunguliwa. Akamwambia usinifuate, anza kuhubiria wenye pepo na wewe toa kama nilivyotoa Kwa akamwachia yule mmoja aendelee kufungua mji. Naamini ule mji ulifikiwa. Decapolis. Miji 10. Jamaa kaivuna kwa Yesu, mwinjilisti mmoja. Yesu akasema ingawa amenifukuza, ila nimeshamtengeneza mtu. Amefunguliwa, pepo ametoka, atawafungua waliobaki. Yesu akikupata wewe, ana uhakika kwamba tutawafungua waliobaki. Yesu akilipata kanisa, akipata aliyeokoka, ana uhakika tutaifungua nchi. Ndio maana inakuwa inamshangaza Mungu akisikia mnaomba, Baba isaidie Tanzania. Anasema, umeombaje? Isaidie Tanzania? Nimeisaidia ndio maana nimekuweka wewe. Wewe utamke unachotaka. Mungu tusaidie. Mungu anasema nimeshawasaidia kwa kuwaokoa tu, nimewasaidia. Kwa kuwajaza Roho Mtakatifu nimewasaidia. Tutaendelea kesho. Tumshukuru Bwana. Baba, asante kwa ajili ya siku njema ya leo. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Bwana, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya neno lako Bwana. Neno lako lina nguvu, neno lako lina uweza, neno lako li hai. Nasi Bwana tumepokea tena kutoka kwenye uwepo wako, na miongoni mwa kitu ambacho Bwana umetuachia kwenye ibada ya leo ni kwamba tuna uwezo wa kugeuza hali yoyote ngumu kwa neno lako. Nasi tunatamka kwa neno lako, kila penye giza ikawe nuru katika jina la Yesu. Kila penye mauti uzima ukazaliwe kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Bila penye magonjwa tunaamrisha afya ikatokee kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na popote ambapo Bwana haki imeondolewa, tunarudisha nguvu zako na uweza wako na Roho wako Bwana, ili akazalisha haki tena. Tanzania kwa maneno haya umezaliwa mara katika jina la Yesu. Baba, asante kwa ajili ya wote walioko mtandaoni na walioko hapa walioomba pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka sasa katika jina la Yesu. Na leo ikiwa ni siku ya 5, Bwana Yesu, tunaachilia neema yako kwa mamlaka ya jina la Yesu kwa kila mmoja kwa ajili ya siku ya 6 ya maombi katika jina la Yesu. Pokea nguvu ya kuendelea kufunga, pokea nguvu ya kuendelea kuomba, pokea nguvu ya kusoma neno, pokea nguvu ya kushinda ile roho ya uzito kwa jina la Yesu. Hautafunga na kulala, utafunga na kuomba, utafunga na kukaa na neno, utafunga na kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Na kuanzia leo kwa jina la Yesu,
Pokea neema ya kupata watu ambao wenye nguvu kuliko wewe, wenye uwezo kuliko wewe, ambao watashirikiana wewe katika jina la Yesu. Miongoni mwa hekima ambazo baba yetu ametuachia hiyo hekima ya kupata watu wenye nguvu na kukutanisha na watu wenye nguvu kwa jina la Yesu. Marafiki waombaji kuliko wewe, na kukutanisha na watu wa aina yako, lakini wenye uwezo kuliko wewe, wenye hatua kuliko wewe, ambao watakuhamasisha na kukuinua kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na kwa kumalizia, tunaamrisha mapepo yote kwenye nchi ya umaskini, mapepo yote kama baba yetu amesema ya uwaji, mapepo yote ya starehe na zinaa, kwa jina la Yesu hama kwenye nchi hii ya Tanzania. Tanzania ni ya Bwana, Tanzania ni mji wa Bwana, Tanzania ni Yerusalemu ya Bwana, Tanzania ndipo ulipo mlima wa Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo tunayahamisha mapepo ya uwaji kwa njia ya ajali, kwa njia ya kafara, kwa njia ya matukio yote, kwa mamlaka ya jina la Yesu tumeyafunga na kuyafuta kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Tumeomba na kushukuru. Kamata sadaka yako pale ulipo, nikutamkie baraka. Kamata sadaka yako pale ulipo, wewe uliyeko mtandaoni, kamata pia sadaka yako pale ulipo, nitamke neno la baraka juu yako. Mandaraka rabashada baradadadaba. Kamata sadaka yako, nikutamke neno la baraka. There is the blessing for everyone who is going to give. Kuna baraka kwa ajili yako kila mmoja unaitoa kwa hiari yako na kwa kupenda na kwa moyo wa kuchangamka. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya watu wote ambao majira haya wanakwenda kukutolea kwa mioyo yao ya kupenda, kwa mioyo yao ya kuchangamka, kwa furaha wanakutolea kwa mioyo ya hiari. Ninakushukuru Bwana Yesu, umesema wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Hawa sio tu kwamba wamewapa watu, lakini wamekupa wewe, na wewe Bwana wape kwa kipimo cha kujaa, wape kwa kipimo cha kushindiliwa, wape kwa kipimo cha kusukwa, wape kwa hata kipimo cha kumwagika. They will overflow in every area of their life in the name of Jesus. Mazidisho, maongezeko, kutanuka, kuenea kila mahali kwenye kila eneo la maisha yako katika jina la Yesu. Ninakemea kila nguvu ya giza ambayo roho za udhaifu, roho za mauti, ndoto mbaya, mikosi, balaa, nimezifunga katika jina la Yesu. Hautatoa alafu uishiwe, hautatoa alafu uibiwe, hautatoa alafu upate hasara, hautatoa alafu udhulumiwe. Nimefunga hiyo njia za adui za kukushusha na kukupromosha kiuchumi, nimezifunga katika jina la Yesu. Baba, ninakutukuza kwa ajili ya kila mmoja, kwa kuwa baraka zote ni hizi tulizotamka ni za kwao katika jina la Yesu, wao pamoja na watoto wao. Amen. Amen. Naomba wakati mnatoa na wala mtandaoni, wakati tunatoa tuseme wote neema kwa pamoja. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Amen.